أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وسيدنا وسندنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله واصحابه أجمعين. ما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehema na amani zimwendee Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu, katika channel yetu tunapenda kutoa miongoni mwa faida za Yasini sehemu ya 3. Sehemu ya 3 inasema leo tutatazama sote Yasini pamoja na alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Leo tunakwenda Yasini na alam tara. Leo tunakuja kwa ajili ya mtu mwenye matatizo katika nyumba yake. Leo tunaangalia Yasini kwa mtu mwenye matatizo katika nyumba yake. Anakaa katika mji wake, usiku anasikia michanga juu ya nyumba yake, anafanya char au vishindo juu. Leo ni njia gani ambayo unaweza ukiwa nyumbani wewe mwenyewe ukafanya? Kama utasema upige simu sawa, kama utasema hapana, elimu niliyopata inifashe mwenyewe, nifanye mwenyewe, hiyo ni jaiz, ni wewe tu. Lengo si ni wewe ufanye. Huu ni umati bora kwa sababu tunaelekezana katika yale ambayo yako mazuri. Nini cha kufanya sasa? Cha kufanya ni hichi hapa. Utachukua surati Yasini, utaanza kusoma mwishoni mwa surati Yasini. Mwishoni, yani utaanza mwisho kuja mwanzo kwenye namba 1. Mfumo wake unakwendaje? Unatakiwa utakuwa na chumvi ya mawe kwenye sehemu yako hiyo ambayo unaofanyia kazi yako hiyo. Cha kuandaa ni chumvi, kisha utaandaa na halmiti, kisha utaandaa na ubani mushtaka, utachanga pamoja. Kisha utachukua kuna ubani uvumba, utachanga mle. Kisha baada ya hapo utakuwa umeshachanganya, umepata kitu kimoja kwenye sahani yako. Utasoma Yasini 7. Yasini ya kwanza mpaka ya 6. Zikienea Yasini 6, Yasini ya 7. Kanuni yako cha kufanya wewe sasa, utaanza kusoma kuanzia huku mwisho kwenye aya ya mwisho Yasini kuja namba 1, ukiwa na zana zako umeweka hapo. Cha kufanya sasa, utakuwa unasoma Yasini kuanzia mwisho kuja huku mwanzo. Mubini ya kwanza unasoma alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil mpaka mwisho. Kwa mfumo gani? Kwa mfumo huu 777. Mubini nafuatia utashuka 666, utashuka hiyo alam tara. Unakwenda tu cha kwanza, unachukua ule ubani wako unatia nia, mubini ya pili mpaka mubini zote kwa mfumo 777, 666, 555, 444, 333, 222, 111, na kila kituo cha mubini unatia nia, ya Rabbi, na kuomba kwa cheo chako na uwezo wako, kama walivyohiriki watu wa ashabil fil. Nadhani mashehe wakubwa wanafahamu
na kama wewe ni mpenzi wa kusikiliza mawaidha, kisa hichi ni kisa maarufu sana. Ni kisa ambacho nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anazaliwa, katika masiku anayozaliwa, ndio kuna kuna mtu mmoja ambaye alikuwa yeye ni mtawala wakati huo, alituma jeshi liende likaangamize Al-Kaaba, ipotee kabisa Al-Kaaba, mpaka leo sisi tusiweze kuiona. Lakini Allah alipokuwa ni fundi, alijalia akatuma ndege. Wale ndege walikuwa na mawe yenye moto kutoka motoni, waliweka kwenye midomo yao. Lile kundi la wale watu wanaokwenda kuvunja Al-Kaaba walikuwa na tembo. Ndio nasikia alam tara kaifa faala ashabil fil, yani tunaambiwa sisi, je, hatukuwaona watu ambao watu wa tembo? Nini maana yake? Ni kwamba alikwenda kuvunja ile Kaaba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia ndege wakati wakawa na mawe ambayo yametoka motoni, wakawa naangushia. Na ndio leo wazungu kiona wamefanya kitu ambacho, kuna ndege ambayo inatembea na kimbia huku inaachia mabomu. Ni kwamba wanasoma historia, wanasoma Qur'ani, wanasoma mambo mengi na kuja kugundua vitu vingi. Kwa hiyo na wewe, jinsi Mwenyezi Mungu alivyoangamiza, alivyoahirikisha wale watu wanakwenda kuvunja Al-Kaaba, na wewe Mwenyezi Mungu ahirikishe kila anayekuja katika mji wako kwa ajili ya kufanya ubaya. Tutadumu hivyo takriban ndani ya siku 7. Allah akikujalia, chinja ima mbuzi, chinja au kuku. Lengo nini? Haumchinjii jini wala nani. Ile ni sadaka kwa ajili ya kumwachia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mambo mengi yanakwenda kwa sadaka. Ukisoma historia ndani ya Biblia, ndani ya Qur'an, maswala ya vichinjo yapo very important, wala hayana shida, hayana machaka. Baadhi ya watu wengine ndio wameingiza kwamba wanakuwa wanachinjia vitu fulani, lakini wewe unachinja kwa ajili ya Allah akunusuru na ule msukosuko ambao nyumbani kwako unashindwa kulala, vishindo ndani, juu ya nyumba, watoto wananyolewa, wewe mwenyewe unachanjwa chale. Yote hayo ni ndani ya kudumu ukifanya dua hiyo. Kwa yule ambaye mwenye uwezo, anza katafuta watu wakamsaidia, wakasoma Yasini 111 na akachinja, akamaliza shughuli yake, akamwachia Allah. Kwa mwenzangu na mimi, fanya hivyo 7 mara 7 kwa Mwenyezi Mungu, inshallah nadhani utapata matokeo mazuri na inafanya vizuri kabisa. Ikitokea umekwama, kuna njia nyingine ya Alam Tara, inshallah nitakuja huko baadaye mbeleni, baada ya kumaliza mwenendo wa surati Yasini, sehemu ndani ya kujifunza kwenye somo letu hili la Yasini, itakuja masomo 21. Yakimalizika, ipo Alam Tara peke yake, inakwenda yenyewe peke yake, na hii ni Yasini na Alam Tara, sababu nataka nionyeshe, nitoe njia 21 ili tuweze kukamilisha, kwanza tujue njia zingine. Tupo kwenye Yasini ya sehemu ya 3, inshallah. Fuatilia, jitahidi ndugu yangu kusubscribe, ili kusudi kila somo likija unachukua daftari lako unaandika, ili hazina tafika hatua huna chochote cha kutoa sadaka, ila uwezo kusoma unao, utakaa mwenyewe utafanya. Sina mengi nisema, billahi tawfiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.